the refiner's fire, moto wa mtakasaji. Katika uzoefu wa maandiko matakatifu najifunza kuhusiana na kitabu cha Malaki sura ile ya 3 na ule mstari wa 2 hadi ule mstari wa 3. Maandiko matakatifu yanasema, lakini ni nani atakayeweza kustahimili siku hiyo, siku ya kuja kwake? Ni nani awezaye kusimama atakapotokea? Kwa kuwa atakuwa kama moto wa mfua fedha, au kama sabuni ya afuaye nguo. Yeye atakuwa kama moto wa mfua fedha, au kama sabuni ya mfua nguo. Pigia mstari, yeye atakuwa kama moto wa mfua fedha au sabuni ya mfua nguo. Mungu wetu yeye ni the refiner's fire, moto wa mtakasaji katika maisha yetu. Ametutengeneza kwa makusudi tufurahie maisha na tuishi milele. Baada ya anguko la mwanadamu, Mungu amekuwa the refiner's fire, moto wa mtakasaji. Kwa nini mada hii ya moto wa mtakasaji siku hii ya leo? Patana nami katika fungu la 3. Ataketi kama mfuaji asafishaye fedha, atawatakasa naye atawasafisha kama dhahabu na fedha. Kisha Bwana atakuwa na watu watakaoleta sadaka katika haki. The refiner's fire. Katika mada ya moto wa mtakasaji, katika fungu hili, katika kuandika habari hii, Malaki anaona maisha yetu kwa kipindi hiki. Mungu atakuwa the refiner's fire, atakuwa ni moto wa mtakasaji katika maisha yetu kwa sababu moja kubwa. Anataka kutusaidia kukuza viwango vyetu vya kiroho ili tuweze kusogea karibu na msalaba wake. Anataka tuelewe dhumuni kubwa la yeye kuwa the refiner's fire, kuwa moto wa mtakasaji, ili tuweze kusafishwa taka zetu na viwango vyetu vya chini viweze kuinuliwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya the refiner's fire. Mungu wetu anatamani tuweze kuibuka washindi. Anatamani tuweze kuibuka kuwa washindi katika sayari hii, sayari iliyojaa dhambi, sayari iliyojaa machafuko, sayari ambayo ndani yake ina majuto. Inaongea na mtu ambaye muda huu anapitia changamoto ngumu katika maisha yake. Yeye anapitia sikitiko na sononeko la ndoa yake, uchumi wake umeporomoka. Sikiza, Mungu wetu ni the refiner's fire. Anapokuja kwako kama moto wa mtakasaji, kama mtu afuaye nguo. Kazi ya mfua nguo ni kusafisha chafu wa nguo. Mungu kabla ya kuja katika siku ile ya mwisho ya ghadhabu yake kuu, anatusafisha kwanza ili aone kama tutasafishwa taka zetu. Dhoruba zijapokuja kwako zimeruhusiwa kwa kiwango chako. Mungu huwa anaruhusu majaribu yaje kwa sababu majaribu ni vitendea kazi vyake vya kutusafisha ili tufikie ukamilifu wa tabia yake ya kiungu. Sikiza uzoefu huu wa mfua fedha. Fedha ili iweze kusafishwa na kuwa safi, kanuni ya kwanza, yule mfua fedha huwa anakaa karibu na fedha yake, huwa anakaa na dhahabu yake ili iweze kuwa safi fedha hiyo. Kazi kubwa, huwa anakaa karibu ili ahakikishe, mpaka atakapohakikisha taswira yake na sura yake ameiona kwenye fedha. Hujanielewa? Kazi ya mfua fedha huwa anakaa karibu ili aone ni kiwango gani cha joto kinachohitajika katika fedha, ni kiwango gani kinachohitajika ili joto lile liweze kusafisha fedha. Haondoki mpaka atakapoona taswira ya sura yake ameiona kwenye fedha. Huu ndio uzoefu wa wale wanaosafisha fedha, mpaka watakapoona taswira, sura zao wameziona kwenye fedha. Mungu huwa haondoki mpaka atakapoona taswira ya sura yake ndani yako, mpaka atakapoona taka zako, majivuno yako, kujivuna kwako, kiburi chako kimeondoka ndani yako. Ndipo ataondoka akiwa amejihakikishia kwamba amesafisha ndani yako taka zote, kwa maana yeye ni kama moto wa mfua fedha
au mfua nguo. Kazi ya moto ni kusafisha taka, na moto huu hauunguzi na kuteketeza maisha yako. Kazi yake kubwa ya moto wa mtakasaji ni kusafisha kilicho ndani yako, kilichoharibika kutoka katika sura ya Muumbaji. Mungu anaruhusu mitihani ije kwenye maisha yetu. Mungu anaruhusu mioto ije kwenye maisha yetu. Kazi yake kubwa ni kutusafisha. Yako makundi mawili yanayoyasafisha katika ulimwengu huu. Kundi la kwanza ni kundi la wachungaji, na kundi la pili ni kundi la waumini. Makundi haya yote mawili Mungu anatamani yasafiri katika njia nyembamba, yafikie ukamilifu wa tabia yake. Sikia mpendo unayesikiza, najua kuna moto unaopitia sasa hivi katika maisha yako. Najua, naelewa, nahisi, na kuna maumivu unayoyapitia. Yeye ni the refiner's fire katika maisha yetu. Mungu anaporuhusu majaribu yaje kwa Ayubu, makusudi ya majaribu kwa Ayubu ilitaka kutufundisha kwamba Mungu aliruhusu majaribu yaje kwa Ayubu ili tuweze kupata uzoefu wa kukua katika neema yake okoayo. Ayubu alipitia changamoto ngumu, lakini alisafishwa na kuwa dhahabu safi. Dhahabu ili iweze kuwa safi lazima isafishwe kwenye moto. Unapokutana na vita kali ya shinikizo vya kiuchumi, shinikizo lako la huduma, viwango vyako vya huduma viweze kuwa juu, unapopitia shinikizo hilo, nataka nikwambia kwamba jenga moyo wa subira kwa Mungu wako. Atakuinua kwa wakati wake. The refiner's fire anakutakasa. Jinsi ya kushinda si kukimbia moto. Jinsi ya kushinda ni kukubali mchakato, kukubali mchakato. Na ninaamini ya kwamba utatoka uking'aa katika mchakato wa moto wa mtakasaji, nawe utang'aa na kung'aa na kung'aa na kung'aa. Haleluya! Lazima tushinde nafsi, na adui mkubwa katika huu moto wa mtakasaji si shetani. Adui mkubwa katika hii mchakato ni nafsi yako mwenyewe. Paulo anagundua hii siri hii ya ushindi katika majaribu yetu ndani ya moto wa mtakasaji. Paulo anasema katika kitabu kile cha Korinto wa pili sura ile ya 4 na ule mstari wa 17, nami nitasoma. Anasema, kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu tatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa wingi sana. Bwana atubariki sana. Kuna mtu amenielewa?